Huyu mama amekabidhi bandari zote za Tanganyika, sio za kwao, sio za Zanzibar. Za Zanzibar hajagusa hata moja. Sasa Magufuli alikuwa na madhambi mengi sana, ametukosea mambo mengi sana, lakini mali huwa inawekwa kwenye udhamini wa mtu mwingine kwa sababu mbili tu. Ili nataka muelewe, nimesema nataka nizungumze mambo ambayo Simbachawene anaweza kuwa anayajua lakini hata diriki kuwaambia. Nikisema anaweza kuwa anayajua vile vile sina hakika sana kama anayajua. Manake ukiuliza amesomea wapi hiyo sheria, huelezi sawa sawa. Huelezi sawa sawa. Lakini nasikia ni mwanasheria na ni wakili. Sasa mali huwa inawekwa kwenye udhamini wa mtu mwingine kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, huyo ambaye mali yake inawekwa kwenye udhamini ni mtoto mdogo, hajafikisha umri wa utu uzima. Ndio maana kwenye mirathi kama unaomba kuwa msimamizi wa mirathi, unasema kuna watoto hawajafikisha umri wa utu uzima, mali yao utaidhamini wewe ukiwa msimamizi wa mirathi. Unanielewa? Wale wenye miaka 18 na kuendelea, wale wanagawiwa urithi wao. Walio wadogo, mali yao inawekwa chini ya udhamini kwa sababu hawajafikisha umri wa mtu mzima. Sasa sheria inaposema rais ni mdhamini wa madini yetu, yani sisi wote, nchi nzima hatujafika umri wa miaka 18 wa utu uzima. Na kwa sababu sheria inasema hivyo miaka yote, hatutakaa tufikishe hiyo miaka 18. Tutabaki sisi watoto wadogo. Sawa sawa? Hiyo ni sababu ya kwanza. Ni kweli? Ni kweli sisi ni wadogo na hatutakaa tukue? Tuweze kumiliki mali zetu wenyewe? Tuweze kumiliki madini yetu wenyewe? Si tunatukanwa? Sababu ya pili ya mali kuwekwa chini ya udhamini. Sababu ya pili ni kwamba huyo ambaye mali yake inadhaminiwa ana upungufu wa akili, kichaa. Sawa sawa? Ukiwa kichaa, una upungufu wa akili, mali yako hata kama ni ya kwako hutaipewa wewe, anapewa mtu anakuwa mdhamini. Unanielewa? Sasa kama sisi sio watoto wadogo, tumekuwa watu wazima, pengine ni vichaa, ni mapunguani taifa zima. Ndio maana madini yetu yanadhaminiwa na nani? Rais peke yake ndio mwenye akili timamu nchi hii. Ni kweli? Sio kutukanana hapo. Sasa hayo maneno hayo yaliyoko kwenye sheria ya madini yako hivyo hivyo kwenye sheria ya ardhi. Ardhi zote za Jamhuri ya Muungano ni mali ya umma chini ya udhamini wa rais kwa niaba ya Watanzania. Ndio maana huyu mama anafukuza wananchi kila mahali kwenye maeneo yao, kila mahali. Usukumani, kwenye maeneo yenye hifadhi, Umasaini, kwa mijini, maeneo ya pembeni ya miji, kila mahali watu wananyang'anywa ardhi zao. Wananyang'anywa na nani? Na serikali. Wanakuja mapolisi, wanakuja ma-DC, wanakuja maafisa ardhi, wanakunyang'anya ardhi. Ukipisha unaambiwa mwenye ardhi ni nani? Rais. Hivyo hivyo kwenye sheria ya wanyamapori. Ndio maana
Ukienda Uarabuni sasa, ukienda Uarabuni kule Dubai na vile vinchi vya Kiarabu vile, wamefungua shamba la wanyama, ile inaitwa zoo. Ni kubwa kuliko yote duniani. Na wanyama wote wametoka wapi? Watokea Ngorongoro, Serengeti, Loliondo, Tanzania. Kwa sababu hayo maeneo waliyapewa na Rais Mwinyi mwaka 93. Na sasa Samia anakamilisha kazi aliyoanza Mwinyi ya kuwaondoa na Wamasai wenyewe kabisa. Unanifahamu? Ukienda Loliondo, ukiingia kwenye hayo maeneo waliopewa hao Waarabu, simu yako, hiyo simu ulionayo inakwambia karibu Umoja wa Falme za Kiarabu. Unanielewa? Wameweka mitambo yao ya mawasiliano, sio Vodacom, sio Tigo, sio Airtel, ni karibu falme ya nchi za Kiarabu. Na wana uwanja wa ndege ambao mandege makubwa yanakuja yanapakia, yanakwenda Kia yanakwenda Uarabuni. Na sasa na Kia yenyewe wamewakabili Waarabu wa Oman. Kwa hiyo mbuga ni za kwao, viwanja vya ndege vya kwao, bandari za kwao. Bandari hamjasikia? Amegawa bandari zote za Tanganyika kwa hao Waarabu. Unanifahamu? Kwa sababu ukweli ni kwamba kwa mamlaka alionayo kikatiba anaweza kufanya lolote na nyie hamna chochote cha kufanya. Unanielewa? Na misitu vile vile. Amegawa hifadhi za misitu hekta milioni 8. Hekta milioni 8 kwa Waarabu wa Dubai. Huyu mama nikimsema watu wanasema ubaguzi. Hatujawahi kuwa na rais wa aina hii. Wote waliopita walikuwa wadokozi. Unanifahamu? Lakini huyu mama amewazidi wote. Amewazidi wote. Hakuna rais aliyeuza bandari zetu hata mmoja. Magufuli aliyemwachia madaraka alipokufa aliwahi kusema wakati Kikwete anataka kuuza bandari ya Bagamoyo. Kikwete alitaka kuwapa Wachina bandari ya Bagamoyo. Sasa kabla hajafanya hiyo biashara haijakamilika akawa amemaliza miaka yake ya urais. Magufuli alipoingia akaambiwa kuna huu mkataba huu na Wachina wa kuwapa bandari ya Bagamoyo, waijenge na waiendeshe kwa miaka 99. Miaka 99. Magufuli alisema hivi, ni kichaa peke yake anayeweza kukubaliana na haya maneno. Sasa Magufuli alikuwa na madhambi mengi sana, ametukosea mambo mengi sana. Lakini kwenye hilo alisema ni kichaa ndio anaweza kukubaliana na mkataba wa aina hiyo. Huyu mama amekabidhi bandari zote za Tanganyika, sio za kwao, sio za Zanzibar. Za Zanzibar hajagusa hata moja. Ni za kwenu. Sasa na sio bandari, ni misitu hekta milioni 8. Usije ukakumbuka sahau. Ni huko Umasaini anapofukuza wananchi, ni viwanja vya ndege Kia. Kila mahali ni vurugu. Na yote hiyo ni kwa sababu ni Mungu wa nchi, na Mungu huwa haguswi.
Mungu huwa haguswi. Mungu huwa hahojiwi.